Bwana, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV. Bwana, leo tunakupenyezea moja ya taarifa ambayo inatokea ndani ya kikosi cha Young Africans ikihusisha wachezaji wake nyota kweli ambao wanasakwa na vilabu vikubwa barani Afrika. Na hii inaweza ikawa kutokana na ubora ambao wamekuwa nao. Na sasa moja ya taarifa ambayo tunayo hapa kwenye meza yetu ya kimichezo kutoka ndani ya Mafie TV bwana, ni kuhusiana na klabu ya Young Africans ambayo kwa sasa hivi baada ya kumuuza Stefan Aziz Ki, sasa wanategemea kumuuza mchezaji mwingine ambaye anahusishwa na vilabu kadhaa vitatu barani Afrika ambavyo ni vikubwa. Hapa namzungumzia Clement Mzize ambaye mpaka sasa hivi katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara ana umiliki wa mabao 13 huku na assist 3 ambazo amezitoa katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Ukiondoa jina la kiungo Stefan Aziz Ki aliyeuzwa Morocco, star atakayefuata sasa ni striker Clement Mzize aliyebakiza wiki moja tu kuuzwa moja ya nchi ya Afrika ya Kaskazini baada ya ofa 3 kutua klabuni hapo kwa Waarabu kuongeza dau ili kumngoa Young Africans. Lakini Mzize anayemiliki mabao 13 na assist 3 katika ligi kuu kwa sasa amekuwa kwenye rada za klabu ya Wydad Casablanca na vilabu vingine kadhaa, lakini imeelezwa kwa sasa mipango iliyopo ni kwamba muda wowote ataondoka ndani ya kikosi cha Young Africans kwa kuuzwa na klabu hiyo kama ilivyokuwa kwa Stefan Aziz Ki. Ingawa mabosi wa Young Africans wanafanya siri juu ya biashara hizo, lakini Mzize anahesabu siku tu za kuuzwa baada ya klabu 3 za Wydad Casablanca, Athletic pamoja na iliyomnunua Stefan Aziz Ki, Zamalek na ya Misri pamoja na Al Ahly Tripoli ya pale Libya, zote zikifikia dau ambalo Young Africans walikuwa wanalihitaji, ambalo wao walikuwa wanaamini hili linafaa kumuuza mchezaji Clement Mzize, na vilabu vyote hivi vitatu vimefikia kwa 100% dau ambalo Young Africans wameliweka. Ni kwamba taarifa kutoka kwa wasimamizi wa mshambuliaji huyo ni kwamba klabu hizo za tatu au klabu hizo tatu kutokea kanda ya kaskazini kila mmoja imekubali kutoa dola laki 5, takriban shilingi bilioni 1.4 za Kitanzania kuwania saini ya Mzize, na uongozi wa Young Africans umeshawishika juu ya ofa hiyo ya mchezaji huyo na wako tayari kumuuza mchezaji huyo. Pengine inaweza ikawa ni faida wa Clement Mzize katika msimu unaokuja kwenda kusakata kabumbu katika mipaka ya Morocco pengine ama Misri ama pale Libya. Na huu ndio muda wake sahihi kwa age ambayo nayo, na huu ndio msimu wake unapaswa kuwa wa mwisho kusakata kabumbu akiwa katika ardhi ya nyumbani hapa. Ana muda mchache wa kucheza kwa muda ambao amefikia miaka inayoenda. Ana safari ndefu bado ya football, sababu kiangalia bado ni kijana ambaye anategemewa. Kwangu mimi naona ni mchezaji ambaye anapaswa kwenda katika nje ya mipaka Tanzania kwa ajili ya kwenda kuongeza thamani yake na kukua na kwenda kukutana na changamoto mpya kwenye ngazi kubwa barani Afrika. Unapozungumzia ligi ya Misri ni top ligi number 1 barani Afrika. Unapozungumzia ligi ya Botola pale Morocco ni ligi number 2 kwa ubora barani Afrika. Unapoizungumzia Libya lazima utaiweka kwenye list ya 3 ama 4 5 ama 6 ama zile za top 10 ligi bora barani Afrika kutokana na aina ya vilabu ambavyo vipo. Kwa hiyo tumi naona kabisa kwamba ni muda sahihi wa Clement Mzize kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans.